Hii studio inawaletea. Qala ta'ala, Mwenyezi Mungu asema fi buyutin adhina Allah, itharu al-akhirah ala ad-dunya, ni kuitanguliza akhira kuliko dunia na kuipa kipao mbele na kuipa ihtimamu na kuithamini akhira kuliko dunia. Mwenyezi Mungu asema fi buyutin, katika majumba, kwa maana kwenye misikiti hii. Adhina Allahu, Mungu ameadhinisha, an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu, kutajwa jina lake. Yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal, majumba hayo asabihiwe Mwenyezi Mungu usubuhi na jioni. Rijalun, wenye kufanya hivyo ni wanaume. Sifa zao, jamani, mko na mimi, lakini tuzungumza kuhusu nini? Waume wa kikweli. Lazima tuwe pamoja, sio kama nazungumza tayari tushapiga mahesabu mengine. Mafhumu? Kwa hivyo rijalun, katika majumba Mungu ameruhusu kutajwa jina lake usubuhi na jioni. Rijalun, wanaume. Wana nini? Wana sifa gani? Awala, la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah, biashara na kuuza na kununua, kwa maana moja biashara haiwashughulishi wao an dhikrillahi, na kumtaja Mungu. Yani biashara walizonazo wanapozifanya haziwapelekei zikawatoa kwenye kumtaja Mungu. Wa iqami sala, biashara zao haziwafanyi wao wakawacha sala. Wa itai zaka, biashara zao haziwafanyi wao wakaacha kutoa zaka. Kwa nini? Yakhafuna yauma, wanaiogopa siku ambayo tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Allahumma ja'alna minhum. Hii aya katika suratu Nur, Mwenyezi Mungu hapa anakitisha misimamo ya kisawa sawa. Mafahamiana Waislamu ya kwamba sifa ya wanaume wanaitanguliza akhira kabla ya dunia. Ukitaka kuwa mwanamume yule ambaye Mungu anayemzingatia na aliyemweleza kwenye Qur'ani, sio lazima uwe na hiyo sifa. Ukijiona kwamba una kibanda chako wauza tomato ama wauza sukari, kukiadhiniwa bado wewe wauza haraka haraka, tena atujifanya, manake mara nyingine mtu hujifanya kwamba ati yeye ana hamu na kukimbilia msikitini haraka haraka haraka. Adhana tena, msikia adhana hiyo haraka haraka, ataji ile adhana hutajwa tu, lakini haiko kwenye akili yake. Adhana haraka, takosa swala bana, mtukua shampa change. Akitaka kuinua ule mlango kufunga, mwingine nipe credit, mtanikosesha swala bana, lete haraka haraka basi. Sio, hayuko katika rijalun, hayuko kabisa tena. Subhanallah, sijui ni watu wangapi ambao wanafanya hii tabia. Niliwahi kuzungumza siku moja nikasema, kuna kufuata sheria, ikawa ile sheria hatuwezi kuifuata mpaka tuwe na nchi ya Kiislamu. Mathalan, mwizi kukatwa mkono, muuaji na yeye au wawe, hiyo huwezi kufanya hivyo mpaka uwe kwenye nchi ya Kiislamu, mahukumu kwa kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Shafahamiana? Lakini Waislamu sisi tulivyo wajanja, ati sisi humfanyia Mungu ujanja. Utakuta hili ambalo haliwezekani na hakuna sababu za kulifanya, sisi ndio tuonesha dunia kwamba tuna hamu nalo. Lakini kuna ambalo si lazima tuwe na serikali ya Kiislamu, lakini hatuyafanya. Usawa ilikuwa tuonyeshe kwanza haya ambayo sisi twaweza kuyafanya bila ya daula ya Kiislamu,
tuyafanye. Ndio Mungu aseme waja wangu hawa wataka kweli sheria yangu, na hawa waonekana nikiwapa nusra hawa watahukumu kwa kitabu changu, ndio nusra ije. Sasa nikuulize, usipofunga duka lako wakati kuadhiniwa utashikiwa bunduki? Na utakuja kuulizwa na serikali, mbona ufunga duka, mbona ufungi? Lakini utasikia wallahi ni vile tuna dola ya Kiislamu, hawa waizi hawa. Amrongo baba, fanya hili kwanza, watana na waizi. We waruka mbali, waruka mbali. Ukija kwa mama zetu, Mwenyezi Mungu amewaambia wajistiri na wasijipige manukato. Hivi mtu akijistiri atashikwa na serikali? Kwa nini umejistiri? Mbona ufanyi hilo? Mbona ufanyi? Warukia kwenye mengine. Ndivyo tulivyo sisi Waislamu, wallahi ndivyo tulivyo sisi. Hatuna viongozi wa Kiislamu kwenye serikali wengi, lakini wangeonyesha mfano mwema. Maadamu hatuwezi kuweka sheria ya kukatana mikono waizi sijui na kufa, la, hili jambo tukilifanya, serikali kuu ina shida haina shida, tufanyeni, fanyeni nyinyi viongozi, au sivyo jamani? Hivi na mnauliza viongozi wa serikali wakifanya fikra, kukipatikana madarasa hapa watambua waivunje? Na sasa mbona ufanyi wewe? Kishindwa na maspika, tuombeni nusra. Mrongo, hata nusra ikija pia ufanyi, sumbue watu hapa. Tumefahamiana Waislamu? Tayib. Sasa ukija kwenye hili la kufunga makazi, leo huadhiniwa Ijumaa adhana ya pili. Sheikh, adhana ya pili na maana khatibu yupanda mimbar na watu hufanya mabiashara, hata wana wasiwasi wote. Wenye tuktuk kwa upande wao, wenye kuuza ng'ombe kwa upande wao, wenye kuuza mbuzi, wenye kuuza hoteli kwa upande wao, halas, hata wana wasiwasi. Na adhana kuadhiniwa tayari. Mungu ni alimun bidhati sudur, ni mjuzi aliyoko kwenye vifua vya watu. Ajua hawa waja wangu hawa bado, hawa kama kweli wataka dola ya Kiislamu simame, wangeyafanya haya mengine kwanza, ndio waonekane na waoneshe kweli waitaka dola ya Kiislamu. Funga duka lako na biashara yako yoyote, si duka peke yake, isikushughulishe wewe na kumtaja Mungu wako wala sala wala kutoa zaka, ili uingie kwenye rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Hichi ndicho kipimo. Ukijiona swala tayari au jambo la dini lolote liko tayari lafanyika, na wewe umejipa mashughuli ya mabiashara na makazi yako mengine, sio, jua kwamba bado hujakuwa na sifa ya wanaume. Sifa ya wanaume lazima wanaitanguliza akhira kwanza kabla ya dunia, na ndivyo walivyokuwa masahaba wote. Yani walionyesha wazi kabisa, sisi tunataka hii, hatutaki hii. Wala hujaambiwa ukiitanguliza akhira ndio sasa kwenye dunia usifanye chochote. Haina maana hiyo. Haina maana kwamba, manake wengine wakiambiwa, wakisikia maneno hao ndio pale sasa waleta ukoloni. Ule ukoloni kisha wakaupa jina ya dini. Mtu ufanya ukoloni kisha kwambia bwana, unajua tumeambiwa tuwe na zuhudi, tuipe mgongo dunia. Vipi? Ati hali nyama Kwa nini ukila nyama itakuwa umeitanguliza dunia? Halali kwenye godoro, halala kwenye tiles, ashikwe na pneumonia aje tumchangie hapa, tuchokesha. Nguo hapigi pasi mpaka ile kanzu huku nyuma imepanda, imekuwa kama mkia wa kondoo, hapigi pasi. Nini bana? Wajua tumetolewa darasa bana na Sheikh Ali pale, basi akatuambia miongoni mwa sifa za wanaume hutanguliza akhira kabla ya nini? Ya dunia. Kwa hivyo kuanzia leo hapa nyumbani mambo ya kupikwa nyama na kuku hakuna tena. Sijazungumza hivyo. Mwenyezi Mungu katika suratul Qasas ameeleza, kisha akataja na dunia. Akasemaje?
kutoa nasaha na maelekezo kwa kusema wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika, fanya wema na ihsani kama Mungu alivyokufanya ihsani. Yani mwenye pesa zako wafanyie na wenzako, lakini wala tansa nasibaka minad dunya, usisahau sehemu yako katika dunia. Dara al-akhirah, wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah wala tansa nasibaka. Shukran. Wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah, tafuta kwa kile alichokupa wewe Mungu nyumba ya akhira. Kumbe umepewa mali ni ngazi ya kukupeleka wewe kwenye akhira. Fanya mali yako ni ngazi. Wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah, lakini usizitoe zote. La, wala tansa nasibaka minad dunya. Ishi nyumba nzuri, peleka gari nzuri, vaa vizuri, kula vizuri, lala kwenye kitanda kizuri. Usiende kununua godoro kama carpet ya msikitini bwana. Hatia nini? Unajua lazima tuwe na zuhudi. Tumeambiwa tutangulize nini? Tuitangulize akhira kabla ya dunia. Hii ni sifa katika sifa za wanaume, tuweni nayo. Al-Hafidh Ibn Kathir asema neno lake Allah aliposema rijalun, fihi ish'aru bihimamihim as-samia wa niyatihim wa azaimihim al-aliya, inaonesha himma yao ya juu na azima yao, mpaka wakawa hawa ni wenye kuimarisha nyumba za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ukiwa nalo hili, jua kwamba wewe una sifa miongoni mwa sifa za wanaume. Ukilikosa basi usijitangaze, utabakia wewe ni mwanamume tu, kwamba una mke nyumbani, una na watoto, lakini kielimu na kiimani bado uume wako una mapungufu makubwa sana. Rabi'an, katika sifa za wanaume, ad-difaa an awliya illahi wad-duati ila Allah, ni kuwatetea maduati na mawalii wake katika kulingania da'wa kama hii. Yani uwe ni mtetezi, uwe na mchango wako katika da'wa, ima ni kwa kutoa pesa au wakati, au una kipando chako, au una chochote kile, ili kusapoti da'wa, na uwe mtetezi wa wale ambao ni maduat. Chochote unachokusikia kuhusiana na duati, pengine kuna dhara lataka kumfika, lazima ufanye la kufanya ili atoke katika matatizo kama yale. Dalili ya maneno haya ni kisa cha Nabii Musa alayhi salatu wassalam, alipotekeleza mauaji. Kwa bahati mbaya Mwenyezi Mungu asema wajaa rajulun min aqsa almadinati yas'a, alikuja bwana mmoja akiwa na haraka sana, akamwambia Nabii Musa, innal malaa ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Jamaa kutafuta huko, watafuta bwana kumalizwa, toka, hakika mimi ni mwenzako na kupa nasaha. Hapa wanazuoni wakachukua kwenye kisa hichi kwamba ukitaka kuwa na sifa ya wanaume, Mwenyezi Mungu asema wajaa rajulun, kidume hicho kikaja amfunzia shekhe bana wahi. Lakini leo maal asaf mashekhe waja ndio upigiwa polisi. Asalamu alaykum, jamaa waja nasikia washavuka Malindi, kwa hivyo wasikanyage Garseni kabisa, wabaki hapo hapo. Mara ghafla tu wana jamaa road block pale, nini wewe ni shekhe nani? Shekhe fulani, rudi. Washangaa umefanya nini? Kuna nini? Bas ni hayo tu ya kwamba ni wanaume majina. Tumefahamiana vizuri hana sifa ya uume. Mume unatakiwa uwe na difaa na maduati wanaolingania dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tusiwe ni wenye kufanya kinyume na Qur'ani na Sunna vile ilivyoeleza. Ni nani
mzuri wa maneno kumshinda yule anayelingania kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Bila shaka hakuna. Leo wewe wakuja mashehe katika safari na haya yashatokezea, sitaki kuelezea, lakini yashamfika shekhe wetu Sheikh Bahero kufika tena sehemu za huku na akazuiliwa katika kipindi cha nyuma huko. Sisi ni wadogo, anatuelezea tulipokuwa sasa tushakuwa, atuelezea zile harakati na mitihani inayotokea katika dawa. Naam, ni kweli wamepitia misukosuko mengi sana, mpaka leo sisi tunakaa hapa, hakuna cha zaidi. Sisi tumekuja kufanya nini? Hasikuja kuleta sunna hapa mimi, sababu sunna iko, au sivyo jamani? Sunna kitambo wazee washaileta, sisi tumekuja. Ni kama vile nyumba ushajengewa, ushapigiwa plaster, ushapigiwa msasa, umepewa mkebe wa rangi wa ndoo pake. Kuna kazi tena hapo? Ishakwisha, hiyo ni finishing. Hakuna na vanish paka milango na madirisha hii, alafu baadaye sema wallahi nyumba tulijenga sisi, mimi mwenyewe hapa nilijenga, kumbe ulipaka vanish milango peke yake. Ndivyo tulivyo sisi. Yani Mwenyezi Mungu atuongoze, hususan sisi ambao ni tulabul ilm, tujiweka kwamba sisi ndo tulieneza sunna, lakini ukweli wa mambo ni kwamba sisi tulipo hapa mambo yote wameyamaliza wazee wetu na mashekhe zetu. Hiyo ni sifa ya ngapi? Kama kweli tuko pamoja, sifa ya 4. Yasemaje sifa ya 4? Wa dua. Tayyib, barakallahu fikum. Tayyib, sifa ya 5, al-iffa wal-afaf anil haram, ni kujihifadhi na kujilinda na kufanya mambo ambayo ni ya haram. Hii ni sifa katika sifa za wanaume. Imekuja kwenye hadithi alivyotaja Mtume sallallahu alayhi wasallam wale watu 7 watakaofunikwa na kivuli, akasema wa rajulun, na mwanamume, da'atuhum ra'a, aliyeitwa na mwanamke, dhatu mansabin wa jamalin, mwenye cheo, mwenye daraja fulani, wa jamal, na uzuri, mwenye mansab na uzuri. Faqala, alipoitwa akasema inni akhafu Allah, hakika mimi namuogopa nani? Namuogopa Allah tabaraka wa taala. Ukiwa na sifa hii ya kujihifadhi na machafu haya, basi wewe una sifa miongoni mwa sifa za mwanamume. Unajua kwa nini nateka? Hii yatekesha kweli hii, kwa sababu hatusemi kwamba sisi ndo tuko sawa, Qur'ani ndio iko sawa na sunna ya Mtume, lakini hii iko kinyume na mazoea ya wanaume wengi. Hebu hadithi ya Mtume, watu 7 atakayeitwa na mwanamke mwenye cheo na uzuri, sio mchezo. Hapo yatakiwa kidume cha kisawa sawa. Wajua kwa nini kuntajwa hizo mansabin wa jamali? Kwa sababu ni vitu ambavyo ni rahisi mwanamume kuendelea na machafu yale, tofauti na mwanamke ambaye hana hizi sifa. Kama Yusuf, mfano ambayo uko wazi wa Yusuf yalimkuta haya, ameitwa kwanza na mraatul azizi, sio mwanamke wa hivi ati yuko mtaani, la, mraatul azizi. Ukisha kusikia mraatul azizi, na maana amekuita hapo, kuna amani moja ya kwamba huyu ataka mimi nifanye naye maovu, na ni mraatul azizi. Ina maana hapa uprivate utakuwa ni wa hali ya juu, hakuna mtu atakayekuja. Tofauti na mwanamke mwingine, umekwenda kwenye nyumba yake, wakati wote wajua wazi za kutokezea mtu akaja, lakini nimeitwa na mraatul azizi, na tushaambiwa funguo zile za milango ile yake Zuleikha mpaka kufika kwenye chumba chake, hakuna mwenye hizo funguo isipokuwa ni yeye peke yake. Hapo unakuwa na amani au ina amani?
Islam tuko pamoja, lakini dhatu mansabin shekha. Haya, kisha sasa ilikuwa ni mwanamke mzuri Misri nzima, alafu waitwa na yeye kwa malengo hayo, na katafuta faragha mzuri kabisa. Lakini Nabii Yusuf akasema maadallah, akalikataa katu kabisa, akalikataa. Leo kwa ufahamu wetu sisi, mwenye kutokezea kitu kama hichi, usawa ni kufanywa semina, semina hali ya juu, wanaume wote wapange laini, wampe mkono, wamwambie kama kuna wanaume katika dunia, wewe ni mmoja katika wanaume. Lakini tutazungumza ile kimaskani. Unasikia story yule mjomba? Ipi? Kuna yule sister pale mtaani pale, wamjua yule nani fulani, wamjua mtoto alivyo mzuri ile, namjua, na wamjua alivyo na pesa, namjua. Basi amuita jamaa fulani, si jamaa ati akasema ati amuogopa Mungu, sijui ni mzima mfituka akili au vipi. Utaonekana bwege wa kupindukia, mpumbavu wa mwisho yani. Na pengine watu wakuulize, shekhe, hatuja kuelewa, ni kwa kuwa huna hisia au vipi? Na pengine ni mwanamke watu wammezea mate mtaani, alafu wasikie mwanamke huyo amemtaka fulani kwa hali na mali ili afanye naye machafu, na fulani akakataa. Na pengine usikie, nasikia alimuita kwenye lile jumba lake juu, wakawa peke yao, lakini bwana akaka, mimi kwanza na jana sikulala, anasema huja leo utaona kuna watu wengine ni wa maana, kumbe ovyo kabisa bwana. Maanake wajua nini? Maanake ni kuwa sisi sifa za uume ni kwamba umalize wanawake wa watu kuatia mimba. Ndio sifa za wanaume sisi tunaojua sisi. Madamu hukuliweza hilo, sio akhalas ufai. Kumbe sheria inasema mwenye kujikinga na maovu kama haya, huyu ndiye anayefaa kuitwa rajulun. Si fakhri kwamba fulani yule ashakonda naye na yule ashakonda naye, na si fakhri. Kimaskani utaonekana watu watakuona ni sifa, ni mwanamume uliotimia, lakini kwa Mwenyezi Mungu wewe si mwanamume uliyetimia. Wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Hii ndio arrujula. Tayib, al-amru sadis ni alqawama ala al-usra, usimamizi katika majumba. Qala ta'ala ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa, wanaume ndio wasimamizi wa wanawake katika majumba. Usimamizi ni upi? Al-Imam Saadi yasema biilzamihinna bihuquqillah, kuwalazimisha wao haki za Mwenyezi Mungu, min almuhafadhati ala alfaraid, kama baba kama mume usimame, amrisha familia yako, mkeo, dada zako, watoto wako, mama yako, wakafihinna anil mafasidi, na uwakinge wao, wakataze wao na mafsada, na uwasimamie chakula chao na kuvaa kwao. Hii ndio inaitwa kuwa na kawama katika nyumba. Mtume anasema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Huu ndio usimamizi unaotakiwa. Lakini maal asaf ni kwamba sisi usimamizi wa wanaume majumbani umekwenda kwenye mambo mengine ambayo sheria imekubali, bali Mtume mwenyewe alikuwa akiyafanya. Kama mathalan mtu kumsaidia mke wake kwenye kazi pale nyumbani, haiti aibu uume wake kabisa, wala hakosi sifa za kuwa mwanamume. Ati mke wako ana sababu, mgonjwa umetoka au kumetokea na jambo ukalifanya wewe lile ambalo
yalifanya mkeo, haitii kasoro katika uume wako, japo sisi tuelewa hivyo. Sasa wewe utanichukuliaje? Huwezi kuniambia mimi bana nikae na mtoto bana, mambo usilete mambo. Sasa mimi yani mimi ndo nifanye kazi za kike tena? Wewe vipi bana, unanichukuliaje? Unachukulia bwege ama nini? Mke wako ni mgonjwa maskini, amekupikia amemaliza, sasa umekwenda umepakua umekula, ile sahani ukipeleka kwenye sinki pale, ukatukua ile ndifu ukafuta na sabuni ukasunza ukaweka kwenye nini, haiwi kwamba ati wewe umekuwa mwanamke. Kwa sababu imetokezea Mtume alikuwa akimsaidia Aisha baadhi ya kazi. Swala ikiadhiniwa, Aisha sema kama kwamba hatujui, yani hataki tena story. Nilikuwa tuko naye pale na story mara afanya hivi, akisikia Allahu Akbar nyinyi mwatia story kifanya hivi, hayuko, ashatoka kitambo. Ndivyo alivyokuwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa mambo haya tusiyafanye ati kwamba ndiyo yenye kuvunja uume na sifa za uume wako. Siku hiyo umeamka mke wako mgonjwa taabani, basi nyumba ikawa chafu, katukua kifagio pale, ukafagia kidogo, ukazoa katika kwenye dustbin pale, ukaona kwamba amekushusha hadhi. Sasa marafiki zangu watanionaje mimi nikisema ama mtu aje abishe hapa nimfungulie anaone mimi ninashika ufagio? Si nitaonekana naolewa mimi baada ya mimi kuoa bwana? Watu wasipoelewa dini huwa tabu shekhi, tabu. Lakini mtizame mwanamume kama huyu, atafanya mambo ambayo ni ya kumtoa yeye kwenye wanaume, lakini yeye yakuta kwamba si makosa, nao ni kukosa ghera. Kukosa ghera, hii ni mada mbali kabisa. Alghiratu, ugonjwa muovu sana ambao wanapatikana nao wengi katika sisi wanaume. Sasa kukosekana uivu na kuwa na ghera la tutoa sisi kuwa wanaume ya kiuhakika, kisha kumsaidia mkeo kazi kwa sababu fulani ya dharura, halikutoi wewe kwenye sifa za wanaume. Lakini lile la nyumbani tukalifanya ndiyo kukosa wanaume, hili la kukosa wanaume ndo tukalifanya ndiyo wanaume, kinyume kabisa. Leo yatoka mkeo akiwa amejipiga maperfume na amevaa nguo za kumbana na amepaka makeup, amechefua sura kabisa, na wewe wajua hilo na umenyamaza na umeridhika toke. Kisha kaenda kwenye sehemu zile ambazo kuna wanaume hapo, wamekaa hapo, wengine wanunua sijui, na yeye yuko hapo anunua, na mazungumzo na kucheka na kula mabarafu, yani vurugu, na wewe umeketi pale nyumbani wajiona wewe ni mwanamume ule utimie, na pengine akutumie na picha apiga selfie mwenyewe kutumie hivi, yapiga na hapo kuna wanaume wampita wamtizama vile alivyo, alafu na wewe wajibu ile, wow, mashallah mke wangu wallahi wewe ni mzuri sana, the youth. Alafu hata hawataki kuambiwa, wenyewe wasema usituambie sababu huu ni mke wangu. Ni mke wako kweli. Mimi sisemi kwa kuwa masala ya mke wako, nazungumza kitendo. Mwenyezi Mungu amekisema hichi kwamba si kitendo cha wanaume. Mke wako yuko nje, dada zako wako nje, watoto wako wa kike wako nje, yani kuko vurugu yani kwa ufupi yani. Tumefahamiana Waislamu? Na mnajua mitihani ya social media hivi sasa. Adui Sheikh ameketi upanga mbinu za kuleta mambo ambayo yatamtoa Uislamu katika barabara ya sawa. Baada ya kujua kwamba waqarna fi buyutikunna, wanawake wameambiwa na Mola wao, wakaona kuna wazee wengine waketi kwenye viti
mlangoni pale kwenye geti, hakuna ruhusa ya kutoka. Ukitoka wenda wapi? Rudi. Fanya matezo na adui wewe. Amekwenda mwisho, amekwenda kuletea nini? Amekwenda kuletea simu. Amemtoa mwanamke na yuko pale pale kwenye nyumba yako, yuko chumbani kwake, na akamtoa hivyo hivyo. Tena amemtoa vibaya zaidi, fadhali ile ya kutoka mlangoni. Umeona watu walivyo na mbinu za kutimba Uislamu. Sisi tuketini tu, iwe ni uhasidi mwingi. Akitoka mlangoni, ametoka na buibui amevaa, sawa, na wametoka pengine wako wawili. Lakini tizama, alipoona hapa mzee ameweka geti kali hapa, mzee Rashid hataki watoto wake watoke, wakitoka huo tutakutana nao huko. Sasa tutaleta simu, watatoka vibaya zaidi kuliko kutoka kwenye mlango. Kwenye mlango hatoki ikiwa amevaa tu top, atatoka na buibui. Lakini chumbani kwake atatoka nyele ziko wazi. Funga mlango pale, na simu yake, yuko live, ameziteremsha nyele kwa mbele hivi, amejiweka na marembo, ko live mwenyewe. Hi guys, wewe uko mlangoni na bakora. Mtoto hana heshima, kila masaa toka tu hapa, toki mtu hapa. Waona umefanya pati kubwa sana, kumbe watu wako live. Tena akitoka mlangoni ilikuwa aonekane na watu wa mtaani na mvulana mmoja msubiria. Sasa yuko live, aonekana na dunia. Lazima unahadhari Sheikh. Sisi hatufungui akili, na tunaona kuwapenda watoto ni kuwapa kila wanachohitajia. Mimi wanangu, mtoto wangu wallahi si wakhini. Alafu kuna tabia wazazi wanayo, misemo mingine, misemo haina maana yoyote. Mimi wanangu si wakhini kwa sababu mimi baba yao najua. Mimi nimeteseka ustadhi, mimi babangu hakuniangalia, na mimi sikuona mapenzi ya baba kunipa vitu. Sasa nikasema madamu mimi nimepitia hayo, sitaki watoto wangu wapitie. Sasa yuona ndo kuwapenda yeye, kumbe ndo yafanyeje? Ndo yuharibu maskini. Mbona umempa simu? Atajua watoto siku hizi. Alafu sisi ustadhi hatukuyapata hayo. Wazee wetu walikuwa wakinini wakali. Sasa na watoto siku hizi wajua tena. Nasema yale maisha niliyopitia mimi watoto wangu wasipite. Na pengine alia hapo mbele yako, wewe umsikitikie, kumbe maskini mtoto ashatoa video pale. Mara baada ya miezi umkaa mwenyewe maskani wapele wapiga kahawa, waambiwa Sheikh Rashid, Sheikh Ali vipi? Huyo si binti yako huyo. Hebu tantambua. Mzee pressure amekwenda nyumbani, ameanguka mapovu, ule amekwenda kikoani. Kwa sababu gani amekwenda kikoani? Kwa sababu yeye ameweka cheni pale kwenye geti, kumbe yamekuja makubwa kuliko yale ya kwenye geti. Fadhali ingekuwa na mwata atoka hivi hivi. Sasa lazima mzazi ulelee watoto kulingamana na malezi ya kisasa. Ushajua watoto wa sasa wakiinukia kitu gani ni kiovu kwao, hapo ndipo unafinya. Afadhali hivi sasa umtoe atoke na buibui lake, umfuatanishe brother yake au anti yake. Ataka kwenda town sijui kununua nini, mfuatana naye, mfuatana na anti yako. Hiyo haijambo, utakuja kulia wewe, utakuja kulia. Na haya masimu haya, utakuja kuonyeshwa picha za binti yako, uanguke, upande pressure, ufulie mbali. Lazima tuwe macho. Lakini haya yote yatakuja vipi? Mpaka kupatikane kitu kinaitwa alghiratu na alqawama. Uwe na sifa ya wanaume, kusimama nyumbani kama mwanamume. Wewe ndio kusema watu wenda hivi, wenda hivi. Lakini ukiwa utawacha, na wale mabanati wote ambao wako katika social media, wote wenye kujiposti sijui vipi,
kuombea Mungu kwanza, Mungu awaongoze, na wana makosa kwa yanayoyafanya, lakini kuna watu wawili, hawa ndio watakiwa walaumiwe. Watu wangapi? Wawili. Wa kwanza ni baba, wa pili ni mume. Kwa sababu wale wanawake wanaoko kwenye social media ni mmoja katika wawili, ima ni mke wa mtu au ni mtoto wa mtu. Hatujasikia sisi kuna wanadamu waliteremshwa kutoka mbinguni, wale wana baba zao na mama zao, ikiwa hawajaolewa ama wameolewa washarudi nyumbani kwao, babake ndo masulia. Na kama ni watu wameolewa, wana waume zao. Na hapa kuna mawili, kuna wazazi ambao hawajui watoto wao kama wafanya hivyo. Mwenyezi Mungu atawaongoza, na Mwenyezi Mungu hamtukulii mzee kama, kwa sababu hajui maskini. Yeye yona mtoto wake amemstiri, akitoka mfuatanisha na ndugu zake, akitoka mfuate mwenyewe. Kumbe mtoto mwenyewe mpatana na marafiki, wamempa fikra mbovu, imekuwa naye sasa ameingia kwenye hizo bila ya mzazi kujua. Mzazi huyu halaumiki. Lakini adha wa amar, kinachosikitisha kwamba kuna baadhi ya mabinti wazazi wao wanajua kabisa, wanajua kwamba binti yake yafanya kitu fulani, na wengine akatoa video na babake sasa, daddy, na mzee amekaa hapa na madevu yake my daughter. Wewe my daughter nini? Wewe binti yako inaonekana na dunia nzima my daughter, waona mfakhri. Kisha ama mume wa mtu, sheikh, mke wa mtu atoe video na mumewe, kwanza aoneshe mke, ajirekodi, kisha mara kwa ghafla waona kwa hapa kwa tokezea ndevu. Hai, mume wa mtu, mkewe rekodi huyo. Alafu huyo akisikia masala ya ghera, na mtu ambaye hana ghera ni dayuth, na dayuth haingii peponi wala ati haandika matusi akiona video kama hiyo. Dayuth ni wewe, kwa sababu yajijua yumo ndani. Usingie kasirika. Na hii ndio fiqhi yangu. Ndugu zangu, ukiona video ya Sheikh Bahero ama ya Sheikh wote wa kisunna, kisha ukapata comment ya matukano, jua yule aliyetukana ana maradhi ya yale yanayoongelewa pale. Ikiwa kwa uzungumziwa udayuthi akatukana, jua kwamba yeye yuko kwenye nini? Kwenye udayuthi. Ikiwa kwa zungumziwa masala ya kupondwa bid'a na khurafat, yeye akatukana, jua kwamba yeye jitu la nini? Jitu la bid'a. Maana asingekasirika, kwa sirishwa na nini? Mpaka ulipokasirika ni kwa kwamba wewe unayo yale maradhi. Tayib, ikhwata al-iman, hili ni jambo la ngapi? Jambo la 6, alqawama ala al-usra, kuwasimamia familia zetu, na tujue kinachofanyika na kinachoendelea katika mitandao ya kijamii hususan. Ibn al-Qayyim asema, wala raiba anna tamkina an-nisa'i min ikhtilatihinna birrijal aslu kulli baliya wa shar. Hapana shaka kwamba kuwamakinisha wanawake wachanganyikane na wanaume ndio asli ya mabala yote. Sheikh Bakr Abu Zaid asema, walialamu, na watu wajue, anna fasada an-nisa'i, kwamba wanawake kuharibika, sababuhul awwal, sababu yao ya kwanza, tasahulur rijal, ni wanaume wao kulegeza kamba. Ona, Mungu ajaze khairi hawa wanazuoni. Kwa nini? Kwa sababu wanakupa asli ya tatizo. Ambaye si mwanachuoni, ambaye si shekhe, atarukaruka tu. Ndio utaona wale wanaozungumza, wakizungumza suluhisho haliji. Kila mmoja mimi nina fikra yangu, wallahi social media hizi zimeharibu, basi mimi nina fikra, tujaribuni Waislamu, tutengenezeni kitu fulani ambacho kitawafanya watu wasiingie kwenye hili jambo. Hujatoa bado, wewe hujaeleza maradhi yako wapi, hujasomea udaktari vizuri. Sikilize daktari huyo Bakri Abu Zaid asema, waliya'lamu, ashajua
wanawake watembea uchi, manukato, hawajistiri, social media, mara shajianika, mke wa mtu, mtoto wa mtu, sistake mtu. Chanzo nini? Kuna lingine, tasahulur rijali. Khalas, ashamaliza maneno. Kwa hivyo kutindika hili ni hawa wanaume waliopewa uongozi, wasimamie uongozi. Ni hawa wanaume ambao Mwenyezi Mungu ameeleza sifa zao, wajipambe na sifa za wanaume. Matatizo yatakwisha. Wewe wafikiri ingekuwa wanaume wote, si wote ambao wanaozembea. Kuna wengine ambao Mwenyezi Mungu awabariki na sisi atupe misimamo. Wengine wanasimamia nyumba zao kisawa sawa. Wewe unafikiri yani nyumba ya Muislamu, mimi nakataa nyumba ya Muislamu iwe kuna mwanamume aliyesimama kisawa sawa kama mwanamume? Haiwezekani kupatikana wanawake katika social media na awe yajua tena, Allahumma iwe hajui mambo mengine. Lakini ukiona nyumba ya Muislamu, imma ni mke au ni watoto wa yule baba au ni dada zake wako kwenye social media na yeye yajua, jua hapo ni mwanamume jina tu. Basi mwanamume jina, aje mchana atiliwe wali pale, ale lete maji hapa haraka, nimesema lete maji kunywa hapa mimi. Akitoa ile sauti kubwa banake watu wote, mzee amekasirika, msikie lete, mimi ndio mwenye nyumba. Mwenye nyumba sikuitisha maji ya kunywa na mchuzi na wali bwana. Mwenye nyumba ni mwenye kusimama nyumba ikawa ina dini. Tusiseme sana wakati hauruhusu vile, Waislamu watukufu. Tayib, katika maelezo tunaoelewa sisi kwenye huu wanaume huu, tulipoyawacha haya, sisi tunaelewa wanaume pia vile vile ni wa kuinua chuma na kuwa na miili mikubwa, ukawa na kifua na mkono. Wenyewe kwambia cheki frame mjomba, cheki frame hiyo. Hapo ni saa 10 atoka mazoezi, mwenye ambeba na chupa maji, alafu chest kiko hapa hivi, alafu amvaa vesti pale, mkono kikweli kweli. Wenyewe wasema una kiazi cha nyuma, ukifanya hivi cha jichora kenyewe. Basi akishashika ile chupa maji akinywa na kile kitonzi kikisimama hapa, cheki ndume hiyo, cheki frame hiyo. Ndio wanaume tunaojua sisi. Lakini mimi nitawapeleka kwenye hadithi ili mjue kwamba wanaume si mwili mkubwa. Tuko pamoja Waislamu? Kama ni mwili mkubwa, kwanza sifa, una mwili mkubwa na huna dini na huna misimamo, sifa ya wanafiki. Mwenyezi Mungu asema wa idha ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, ukiwaona watakushangaza miili yao kabisa, tena watakushangaza. Yahsabuna kulla sayhatin alayhim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullah. Katika hadithi Mtume asema yati ar-rajulu al-azim as-samin yawm al-qiyamah, atakuja mtu siku ya kiyama mnene, fala yazinu inda Allahi janaha ba'udha, hafiki hata wizani wa bawa la mbu. Kisha Mtume akasoma aya inayosema fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. Hao ni watu watakuja shekhe, midudu ya kikweli kweli, lakini ikawa hakuna dini ya aina yoyote. Kisha mtizame Ibn Mas'ud. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwamrisha Ibn Mas'ud apande kwenye mti amlete yeye kitu fulani. Masahaba wakatizama miguu, maana Ibn Mas'ud alipopanda ikawa ile miguu membamba, na akitembea mara nyingine upepo wa msukuma sio kwa uembamba aliokuwa nao. Masahaba wakatizama miguu, fadhahiku, wakacheka, yani kuona miguu ya Ibn Mas'ud ilivyokuwa membamba. Faqala ma tadhakuna, mwacheka nini? Wakamwambia, Mtume akamwambia la rijlu abdillahi athqalu fil mizani yawm alqiyama min Uhud. Miguu ya Ibn Mas'ud ni mizito katika mizani siku ya kiyama kushinda jabali la Uhud.
na yasukumwa na upepo huyo, hana kiasi cha nyuma wala kiasi cha mbele. Lakini tizama, akapewa uume pamoja na uhafifu aliokuwa nao, uume kwenye moyo, dini, imani. Tuangalia hapo, hata ukitoka msikitini hapa ikawa huwezi kwenda nyumbani, upepo wa kusukuma mpaka tukubebe, tutakubeba, lakini tutajua kwamba huu ni nani? Mwanamume. Mwanamume kivipi? Ukija nyumbani kwake hakuna upuzi, kuna masala ya tabarruj, hakuna masala ya wanawake kujiposti, hakuna masala ya wanawake kutoka na maperfume, hakuna masala ya wanawake kuonekana na wanaume. Huyo ndiye mwanamume. Hata kama yuapigwa na mtoto aliye na miaka 7, baba zima napigwe na mtoto wa miaka 7 kwa kuwa yeye ni mnyonge, pengine hana nguvu, bali atabakia kuwa yeye ndiye nani? Ndiye mwanamume, kwa sababu Mwenyezi Mungu ataka uume wa aina hiyo, sio kifua kikubwa. Angalia Ibnul Qayyim, Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala aelezea udayuthi wa bwanake Zulekha. Bwanake nani? Bwanake Zulekha. Asema bila shaka sisi tunajua cheo sisi tunaona ni kweli, utakuwa mwanamume uwe na cheo. Bwanake Zulekha alikuwa na cheo, lakini Ibn Taymiyyah amekuja taja sababu, amezitaja hivi akazimimina kweli kweli. Ya ule mtu alikuwa msome bwana, acha machezo. Akuelezea udayuth aliokuwa nayo bwanake Zulekha. Udayuthi wa kwanza upi? Udayuthi wa kwanza ni yeye kumshika Yusuf na kupata ushahidi kwamba mkewe Zulekha alikuwa yumtaka nani? Yusuf. Hilo la kwanza. Amemshika wazi, mbona hapa kuna kuendelea nini? Yusuf akatoa ushahidi, ukiona hivi ni hivi ni hivi. Akiangalia kweli kanzu yake imepasuka nyuma, ushahidi ushapatikana. Kumbe mke wangu ulikuwa wataka kutembea na nani? Na huyu bwana. Akanyamazia. Sawa? Kisha sasa akamwambia bwanake, mtafanya meeting. Baada ya kujua mkosa ni mkewe, akamwambia bwanake itabidi umfunge Yusuf. Bwanake akamwambia sawa, pamoja na makosa ya nani? Ya mkewe, sawa. Haya sasa, ile ya mwisho ndio alitia fora kabisa. Ndo nawaambia kuwa na pesa au cheo ama uwe na fremu si uume. Ya mwisho alimaliza wapi? Zulekha alikusanya wanawake wa Misri, kisha akamleta Yusuf, wakajikata mikono. Ndivyo si? Hasikiliza alichokisema mbele ya hadhara ya wanawake wote wale ambao ni warembo na waume zao wana pesa Misri, na mumeo yuko hapo. Akawaambia, fadhalikunna alladhi lumtunani fihi. Huyu, haya masala ya mimi kumtaka ndilo ambalo nyinyi mmenilaumia nalo. Sasa asema basi kwa taarifa yenu, walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sa. Akatemka sasa. Kule hakutemka, kule kulipatikana ushahidi, wewe ndio ulimtaka Yusuf. Hapa atemka mbele ya mumewe, walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sa. Na nilimtaka akakataa. Hiyo ntela wa Islam. Akafunga faili, wala illam yaf'al ma amuruhu, na bado nataka vile vile asipofanya. Na mume wako pale pale alichia fora kweli kweli. Wala illam yaf'al ma amuruhu, na asipofanya vile nitakavyo na nilivyomwamrisha, la yusjananna, ntamfunga. Ibn Taymiyyah asema wa hadha min a'zami diyatha, huu ni udayuth wa kupitiliza. Yani hebu sawirisha, ati wewe umesimama hapo na mkewe yuko hapo,
Kisha awaambia wazee, anakwambia yule kijana nilimtaka kweli, na bado atajana na nitaenda mbio na mpaka afanya lale dhamini, na asipofanya nitamfunga. Kisha wewe bwana, sawa basi haina neno, asipofanya nitamfunga. Hebu niambie hapo uume uko wapi Sheikh? Hakuna kitu. Kwa hivyo tusijidanganye kwa sababu eti ya ukubwa wa miili yetu na cheo chetu na pesa tulizokuwa nazo tukaona kwamba huo ndio wanaume. Arrujula quwwatun nafsiyya, wanazoona wanasema uume ni nguvu za nafsi, mtu huwa nazo zikamkaribisha kwa Mola wake na zikamweka mbali na yale anayoyachukia Mola wake. Awe mdogo huyo mtu, awe mkubwa, awe tajiri, awe maskini, awe mwenye nguvu, awe dhaifu, vovote itakavyokuwa, anasimama kwenye msimamo huo. Tumefahamiana Waislamu. Mshairi asema fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bilkirami falahu. Basi jifananisheni na wao hata kama hamui kama wao, hakika kufanana na wema kama hawa ni kufaulu katika maisha ya dunia na kesho akhera. Nisimamie hapa kwa sababu ya wakati, lakini na imani kwamba maudhui imefahamika na tumejijua kuanzia leo sisi ni wanaume wa aina gani. Ikiwa tulikuwa pale pale atakapo Mungu ni kheri, na ikiwa pengine tulikuwa tuko labda kuna mengine katika sifa ilikuwa hatuzifanyi, basi tukitoka leo tusimame imara ili tubakie wanaume aliowasema Mwenyezi Mungu, minal mu'minina rijalun, katika waumini pana wanaume. Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali kamili si? Okay. Swali. Swali itakuwa baada ya kuswali. Hata tukiswali tu. Wadato dakika 5 maswali alafu tuswali inshallah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Mahali wanaandika swali. Mahali wanaandika swali. Tayeb, mwenye swali mawili matatu ili tusali inshallah tukapumzike inshallah. Naam mzee. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Maana ya tauhid. Tayeb. التوحيد لغة ni masdari ya wahada yuwahidu, ay ja'ala shay'u wahida, kama alivyosema Ibn Uthaymeen. Tauhidi katika lugha ya Kiarabu ni kufanya kitu kuwa kimoja. Yaani unapofanya kitu kuwa kimoja unasema ni tauhidi katika lugha ya Kiarabu. Sasa
mwenye kumfanya Mungu akawa mmoja peke yake, ndio maana ikawa tauhidi. Yani hufai kumweka Mungu akawa na mwenzake, itakuwa si tauhidi tena. Kwa nini? Kwa sababu tauhidi, neno hili ni kufanya kitu kuwa kimoja. Kisheria ni ifradullahi bil ibada, ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu kwa ibada. Yani chochote unachokifanya katika ibada umfanyie Mwenyezi Mungu. Chochote unachokiona katika ulimwengu, wewe na makhlukati nyingine zote, uitakidi kwamba ni Allah ndiye aliyeumba na yeye ndiye anayefaa kuabudiwa. Hii ndio maana ya tauhid. Kama kuna swali lingine Tayeb, wanazuoni wa Ahlus Sunna wakagawanya tauhidi katika sehemu tatu. Na hapa watu wanaelewa makosa, wanaelewa kwamba watu wanamgawanya Mungu, ambapo hagawanyi Mungu. La, kuna gawanywa itikadi yako kwa Mungu, na nitawaambia kwa nini tu kumegawanywa na wanazuoni. Tauhidul uluhiyya ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu kwenye kumwabudu, usimwabudu yoyote mwingine isipokuwa yeye. Tauhidur rububiyya ni kumpwekesha Mungu. Unajua kumpwekesha? Kumpwekesha Mungu kwenye kuumba. Yani uitakidi kwamba anayeumba, anayetoa riziki, anayepeleka ulimwengu, anayefanya harakati zote hizi ni nani? Mwenyezi Mungu. Tauhidul asma'i was sifati ni kuitakidi kwamba Mwenyezi Mungu ana majina yake mazuri, hayafanani na yoyote, haitwi yoyote majina haya. Ndio maana tauhidi hizi tatu. Kwa nini zikagawanywa? Naam, zimegawanywa na aliyegawanya ni yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu. Wanazuoni katika tatabu na istiqra, kwenye kusoma sana Qur'ani, ndio wakagundua hapa watakiwa uitakidi kwamba Mwenyezi Mungu ni kadhaa, na aya hii tunatakiwa tuitakidi kwamba Mwenyezi Mungu ni kadhaa. Akaeleza Mwenyezi Mungu katika suratul Fatiha, kisha akakusanya pamoja tauhidi tatu. Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma, tauhidu rububiyya. Fa'budhu wastabir liibadati, muabudu peke yake. Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma, yeye ndiye Mola aliyeumba mbingu na ardhi na vilivyomo. Madamu yeye ndiye ameumba, fa'budhu, tauhidul uluhiyya, muabudu yeye peke yake. Hal ta'lamu lahu samia, tauhidul asma'i was sifat. Naam, kwa nini kugawanywa? Kwa sababu kuna watu wanaitakidi baadhi ya tauhidi, nyingine wakaziwacha. Sasa ukiitakidi moja katika hizo, nyingine ukapeleka kwingine, huwa wewe tayari si Muislamu. Mfano wake ni kama waliotangulia. Mwenyezi Mungu ametaja kwenye Qur'an, walikuwa wanaamini tauhidi moja, nayo ni ar-rububiyya. Wote mpaka wale wanaoabudu masanamu wale wa zama hizo walikuwa wanajua wazi kwamba Allah ndiye anayeumba, Allah ndiye anayetoa riziki, Allah ndiye aliyeumba mbingu na ardhi, Allah ndiye aliyewaumba wao. Hasa kwenye Qur'an, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Wakubali. Sasa mbona wamekubali Mungu ni muumbaji kisha wakabakia kwenye ukafiri? Ni kwa kuwa tauhidul uluhiyya walikataa. Tukubali ameumba, tukubali yeye ndio kila kitu, lakini ibada la si yake, ya masanamu. Sasa tusipoigawanya, wanazuoni kuisoma Qur'ani kutuwekea hivi, tutapata tabu. Maana kuna watu wataamini la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, Mwenyezi Mungu ndio kaomba, lakini enda kwa mganga, lakini aabudu makaburi, lakini aabudu majini,
dua zake badala ya kumwomba Mungu apeleka kwa majini. Ibada yake ya kuchinja, fasalli liman lirabbika, yeye yuwa wanhar na uchinje. Ibada ya kuchinja hafanyiwa Mungu, yeye yuenda yuwachinjia majini. Sasa utakuwa Muislamu vipi? Haiende kabisa, kwa sababu ukiwa hivyo hauna tofauti na wale waliopita, kwa sababu walikubali tauhidu ar-rububiyya. Sawa mzee wangu? Tayeb. Naam, swali lingine. Naam. Naam. Kuna adhini inaadhiniwa ndani ya kaburi. Na wale wanaoadhini pia ukimuuliza wanasema madama Muislamu wakati anajaliwa anaadhiniwa, kiadhiniwa wakati anazikwa pia. Sijafahamu bado. Sema kwa kuwa atakapojua kuhusu masala ya mtu akifa akiwa kwenye ufuko kuadhiniwa, na ukiwauliza wale nakwambia huyo alipozaliwa aliadhiniwa. Kwa hivyo na kifa adhiniwe. Tayeb. Sindikizo. Mmefahamu swali ni kwamba kuna watu waadhini kwenye makaburi, kwenye ufuko ndani pale, wakati ateremshwa pale, si ndio? Na haya wallahi mzee wetu mwalimu wetu Sheikh Bahero haya alipambana kikweli kweli, na akabainisha wazi kabisa ni kwamba bali hata kuna watakuadhiniwa tu siku hizi, kuna na takbiri zaidi, Allahu akbar, Allahu akbar, na Eid al-Adha bado, au sivyo? Watu wateremsha pale. Sasa hapa tutakwenda kwenye sunna ya Mtume. Unajua mambo yako wazi. Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadhillu abada, kitaballahi wa sunnati, nimewaachia kitabu cha Mungu na sunna yangu. Mtume alizika watoto wake akiwemo Ibrahim, vile vile alimzika ndugu yake kwa kunyonya Uthman ibn Maz'un, na amehudhuria mazishi tofauti. Hakuna kupokelewa kuadhiniwa. Kisha tutarudi kwenye asli ya adhana, asli ya kuwekwa adhana. Asli ya kuwekwa adhana ni kwenye hadithi ambayo iko kwenye Sahih al-Bukhari na Muslim kama sikosea. Ibn Qudama ameitaja kwenye Umdatu al-Ahkam, wakati watu wataka kuita watu kwenye swala, tutawaita vipi? Kukatoka rai, wengine tupige zumari kama kina Manasara, kengele, wengine tupige sijui dude gani kama Mayahudi. Mtume akakataza zote hizo. Akaja sahaba akamwambia Mtume, nimeota nini? Akamwelezea alivyoota. Akamwambia Bilali, mfundishe Bilali ainuke adhini. Umar aliposikia akaja akamwambia, walladhi ba'athaka bilhaq, mimi pia nimeona kama alivyoona huyu bwana. Ndiyo kuwekwa sheria ya adhana kama alivyosema Fauzani katika sharhi yake ya Umda ya al-Ahkam, kwamba asli ya kuwekwa adhana kulitokea hayo. Sasa adhana kuwekwa, malengo ni kuita watu kwenye swala, hayya ala salah, hayya ala al-falah. Kwenye kaburi hakuna adhana, hakuna kabisa. Kwa kuzaliwa kumeruhusiwa, sio? Kwa kuzaliwa kule kumeruhusiwa. Tayeb. Naam. Tayeb. Sasa ukisema baada ya kukujibu asli kwanza ya adhana na kwamba Mtume alizika kukadhiniwa, ukisema kwamba kwa kuwa kulifanywa hivi kwa mtoto na sisi akishuka tumalizie hivi, ni kwamba dini hii haiendi kwa rai, dini hii haiendi kwa akili. Ndio Ali ibn Abi Talib akasema, lau kana dinu birrayi, lau ingekuwa dini yaenda kwa rai, ingekuwa kupangusa chini ya hofu ni aula kuliko kupangusa juu. Kuna sheria ya kuvaa hofu, unajua hofu? Sheria yasema zile hofu upanguse wapi? Juu. Panapokanyaga ni wapi? Chini. Sasa Ali yasema, lau kana dinu birrayi, lau ingelikuwa dini kutumia akili, basi ingekuwa ni aula kupanguswa chini kuliko kupanguswa juu.
Lakini kwa nini kwa panguswa juu? Ndivyo tulivyofundishwa. Huwezi kusema panguse juu, atakuwa ni ujinga. Basi sasa michanga mimi kanyaga chini kisha mpanguse juu, haiendi. Usawa ni chini. Sasa utakuwa waleta dini yako, au sivyo? Na hapo sasa lao ungetupa dalili, si tunda kidalili. Huwezi kusema madamu akizaliwa ni adhana na huku lazima aliokuambia nani, hiyo uiweka wewe, ambapo mtume hakufanyaje, hakuiweka. Na Taib, al-akha uliza, ni kweli kuna watu wanaabudu makaburi? Jawabu kwa kinywa kipana wazi bila ya kubambanya, wako wengi, tena wengi sana wanaoabudu makaburi. Wala kuabudu makaburi si kama wanavyoona watu au wanavyodhania watu. Vipi? Ya kwamba la, msiwatafsirie watu, waulizeni. Na wao wenyewe wakataa, wasema hatuabudu makaburi. Basi itakuwa ni kazi sasa hii, au sivyo jamani? Itakuwa ni kazi. Kila ufanyalo huhukumiwi kwa unachokifanya, hukumiwa kwa nini? Kwa nia. Kwa hivyo sisi twendeni hivi hivi tu. Wenye kufanya lolote katika dini ambalo la makosa, usimwambie ni kadhaa, kwa sababu hujui mwenyewe nia yake ni ipi. Na haya ndio maneno waliosema makafiri wa zamani, wale mushrikuna. Tumefahamiana? Walipokuwa waabudu, Mwenyezi Mungu alipowakataza wakasema, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ila Allahi zulfa, hatuwaabudu wao isipokuwa twataka tu watukurubishe. Ndio haya yanayofanywa hivi sasa. Lakini nitawapa aya mwisho tufunge kikao. Mwenyezi Mungu asema kuhusiana na maiti kwenda kuwaomba makaburini pale, kwamba wao hawasikii. in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, mkiwaomba wao hawawasikii maombi yenu. Kisha walau sami'u, na lau watasikia. Imamu Saadi asema ala takdiri, yani tukikadiria kwamba watasikia, mastajabu lakum, hawatojibisha maombi yenu. Mahalu shahidi kwamba kuabudu makaburi ni ushirikina. Mungu asema wa yaumal qiyamati yakfuruna bishirkikum. Mungu akaita hiyo ni shirki. Ni upinga wazi tu, watu upinga tu kwa sababu zao wenyewe wanazojijua, lakini aya ziko wazi. Hawa wamekwenda makaburini wakaanza kuomba pale. Mungu akawaambia, in tad'uuhum la yasma'u, mkiwaomba hao jamaa kwenye makaburi hawasikii. Walau sami'u, na tukikadiria kwamba watasikia, mastajabu lakum, hawatojibisha. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum. Fasamma Allahu subhanahu wa ta'ala duaahum shirka. Mwenyezi Mungu akaita dua zao kuwaomba maiti kwamba ni ushirikina. Siku ya kiyama hawa waliokufa watakanusha shirki hizo, kwamba kama atakavyofanya Nabii Isa, atambia mimi sijasema, ma qultu lahum illa ma amartani bi, sijasema mimi, na uliponifisha kunta anta raqiba alaihim. Kwa hivyo wenye kuabudu makaburi wako, na kuabudu makaburi maana yake ni kuenda kwenye kaburi kwa nia tofauti na ile iliyowekwa na Mtume. Ipi? Kuenda pale kwa mazingatio, kuenda pale kuwaombea wao, Mungu awasamehe wao. Ukienda kinyume na malengo hayo, wataka yeye aliyoko kaburini ndio akuombee wewe, hiyo ndio huitwa shirki. Na maneno yako wazi, klipo, sijui hawa watu hawaoni ama hujitia hamnazo, sielewi. Mwenyezi Mungu aongoze wao na sisi.
Mtu yazungumza wazi alafu wewe wakanusha hakuna wenye kuabudu makaburi. Mtu asema tufanyeni bidii tujeni hapa kwenye sehemu za wema, angalau miguu iguse mitanga hii, miguu idare hapa katika hii nini zao, tuwaelezee matatizo yetu. Mwingine akajitokezea ndo akasema wazi kwa kibri. Alafu hawa ndo tunaambiwa tuwe nao pahali pamoja, kaeni Waislamu, ni masala ya furuu, musitete. Wajua wanafunzi wameanza kuinukia, basi dini wanaifanya ngumu, wanaleta mambo ya raddi. Tafuta klipu, mtu shekhe mzima wa mkoa asema tumekuja hapa kuwaombea mashekhe zetu waliotangulia, Mwenyezi Mungu awaweke pahali pema, na tutawaomba wao watuombee, tutawataka wao pia watuombee sisi, na kama hutaki basi shauri zako, sisi tutawaomba wao watuombee. We bado tu wewe ntongo, wewe ntongo na huna matatizo ya masikio, maana takuwa nduko. Wewe husikia maneno, tumekuja kuwaombea wao na tutawataka wao watuombee. We bado tu wasema hakuna wenye kuabudu makaburi, hakuna kwako, kwetu wako tena wengi sana. Wewe hata tukakufungulia vitabu na aya, tukakutafutia na miwani ile yenye kuvuta harufu, zile spelling zikaja kubwa hiyo, kisha tukuwasie na mataa kama hatukwambie hii aya yasema watu waabudu makaburi. Tumefahamiana Waislamu. Kuna mwingine, huyo ni mmoja wa hapo jirani, na mwingine ni wa mitaa hii huku kirudi nyuma sijui ni wapi huku, asema yeye ataka dalili inayosema kwamba haifai kuomba maiti. Maana yake nini? Wewe maana yake yuaomba. Sasa wewe wataka ushahidi wa vipi kwamba kuna watu waabudu makaburi? Allah, mtihani yake Mwenyezi Mungu atuongoze. Subhanakallahumma bihamdik.